Yes, mazoezi yanaendelea. Kikosi chetu kinazidi kujinoa. Kumbuka kwamba tuna mchezo pale Malawi na Malawi panaendeka. Tumekwisha weka namba kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kwenda Malawi. Kuhusiana na mazoezi haya, tunazungumza hapa na Priva Abiudi Shayo tupate kupata vitu kadha wa kadha kuhusiana na kinachoendelea hapa KMC Complex. Unashusha maji ya GSM Sheikh. Bwana, joto ni kali. Ni kali, lakini licha kwamba kuna joto kali kwa maana jua. Meneja mkuu. Habari, meneja mkuu wa maudhui. Mimi ni meneja mkuu wa digital. Bwana, mimi kama meneja mkuu wa digital nimefika hapa licha kwamba kuna jua kali, lakini wachezaji, benchi la ufundi wanajua kuna majukumu makubwa yanakuja mbele. Kwa hiyo tunafanya mazoezi asubuhi, mchana na jioni. Haijalishi, as long as mwalimu anahitaji mazingira hayo, atafanyia kazi jukumu hilo. Na hapa tuko hapa KMC, tayari timu imefanya mazoezi kwa ajili ya mchezo unaokuja dhidi ya Silver Striker ya Malawi. Unajua bwana, sisi Malawi tuna rekodi kubwa. Miaka ya nyuma kama miaka 2, sijui kama ulienda. Tulikwenda kwenye, ilikuwa ni sherehe za taifa la Malawi. Nafikiri kwa ni sherehe za uhuru. Tukaenda kwenye mchezo maalum ambao uliandaliwa na serikali ya Malawi. Rais wa Malawi alitukaribisha, tukaenda kule Ikulu, tukala ubwabwa wa Ikulu. Kwa sasa hivi tunarudi Malawi, tulikuwa tuna kumbukumbu hiyo. Na kuvuka boda ni karibu tu hapo. Ni karibu hapo. Uzuri Malawi sisi sio wageni. Bwana Azizi Andambwile aliwahi kucheza kule Malawi na alicheza kama miaka 2 3 hivi. Kwa hiyo atakuwa anazijua chocho zote na mazingira yote ya Malawi. Kwa hiyo tumejiandaa hapa tayari kwa ajili ya mchezo wa Malawi. Rai yetu sasa ni kwa mashabiki alowatani. Mashabiki wanapaswa kujitokeza kwa wingi katika safari yetu. Kwa mitandao yetu ya kijamii tumeshaweka mawasiliano kwa wale ambao wanahitaji kwenda Malawi. Watu wa Mbeya, watu wa Songea nafikiri pia ni maeneo ya karibu hapo, wanaweza kavuka boda. Yani si lazima wategemee utaratibu ambao tumeuandaa. Yeyote yule ambaye yupo karibu na Malawi anaweza kavuka tu boda akaingia kwa ajili ya kwenda kujiandaa na mchezo wa Silver Striker. Naona wachezaji na morali kubwa, ari kubwa. Bila shaka ni Jumatatu leo na nguvu inaonekana kwenye mazoezi ya leo. Niambie ulichokiona kwenye mazoezi ya leo. Nilichokiona leo, wachezaji wana hari kubwa ya kufanya, kwa sababu tokea nimekuja hapa saa 4 mpaka sasa hivi ni saa 6, ni kama masaa 2 hivi kwenye jua, lakini kila nikimwangalia mchezaji namuona bado yuko imara. Maana yake kwamba kila mchezaji ana hari ya kuhakikisha kwamba anajiweka sawa, na baadhi ya wachezaji hapa hawapo, takriban wachezaji 12. Kwa hiyo tunafahamu tulikuwa na vijana ambao pia wamepata nafasi ya kutrain hapa, vijana wadogo. Mazingira kama hapa pia yanawajenga vijana under 20 ambao wamekuja kutrain hapa na sisi kwa ajili ya kuweza kupata exposure na kadhalika. Na mazoezi tuliyofanya hapa ni sawa na mazoezi ya mchezaji ambaye yupo kwenye timu yake ya taifa. Unajua sisi Yanga tuna utajiri mkubwa sana. Tuna utajiri wa asset kwa maana ya mali. Klabu pekee ambayo ina zaidi ya square meter nadhani 54 katikati ya jiji. Tuna mashabiki takribani 100,000. Lakini vile vile tuna wachezaji 6. Wanachama kumradi. Wanachama takribani 100,000. Lakini vile vile tuna wachezaji 6 wameitwa timu zao za taifa. 6. Mmoja kaitwa Mali ambaye amecheza tayari AFCON 4. Pacome Zouzoua mara ya pili anaitwa, na hii ni mara yake ya pili anaitwa akitokea Tanzania. Alivyokuwa hivyo kosa kuwahi kuitwa. Lakini vile vile tuna Dudu Washa kaitwa Chad, Kouma kaitwa, Dukabuya Kenya, Dube Zimbabwe. Kwa hiyo SADC tuna mtu, Afrika ya Kati huku tuna mtu, Afrika Magharibi vile vile kuna mtu, Afrika Mashariki tuna watu. Kwa hiyo tumeichukua ile Afrika Mashariki. Tunataka mazoezi ambao wanafanya kule ama ile rhythm ya mazoezi wanafanya kule kwenye timu zao za taifa, na wenzetu hapa wanafanya rhythm hiyo hiyo. Ndio maana ameitwa saa 6 mchana hapa, kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanafanya mazoezi katika ubora ambao tunatamani. Ile peak ambayo wenzetu wanayo kwenye timu za taifa ndio hii ambayo inaendelea hapa. Na uzuri quality ambayo imebaki hapa, hii timu iliyobaki hapa ambayo haijaitwa timu ya taifa, ukaichukua hii iwe kama taifa linalojitegemea,
tunafuzu AFCON. Bana. Yaani kikosi ambacho kimetrain hapa hiki cha leo kina Boyeli sijui Balakonte ambaye timu ya taifa ya Guinea, Asinki Mgana huyu. Yaani hiki kikosi ambacho leo kimetrain hapa kinaweza kupambana ikawa ni timu ya taifa inayojitegemea kwa maana ya quality ambayo tunayo. Huyu Casemiro ni kwa sababu watu hawamjui au kwa sababu hajawahi kupata nafasi, lakini siku akipata nafasi wataniambia. Kwa hiyo mazoezi ya leo kimsingi yana hadhi ya kimataifa kwa nilivyoona, kwa maana ile speed iliyokuwa inatumika, endurance niliyoiona hapa, tactics ambazo ngono naziona hapa ni tactics zile zile. Yani ni kama mwalimu anataka yule aliyetoka timu ya taifa Ivory Coast, zile mbinu alizokuwa, yani aina mazoezi aliyofanya kule na walofanya hapa same. Sawa. Bila shaka kuna umuhimu wa mashabiki kwenda kutazama mchezo wetu dhidi ya Silver Striker bila shaka kule Malawi. Umewasoma wewe na Silver Striker, nafikiri jana pia kama sio juzi wamecheza mchezo wao. Kuna umuhimu kwa namna gani tunawahitaji mashabiki kwa namna ambavyo umewasoma wewe Silver Striker? Kuna mambo mawili hapo umegusia. Umewagusia wa Malawi na umegusia mashabiki wetu. Afrika hii hakuna klabu mimi tokea nimeanza kujua, sijui na si kwa sababu za kwa sababu mimi niko Yanga, no, sijawahi kuona klabu ambayo imekuwa na heka za mashabiki kwenda nje mipaka Tanzania kama Yanga. Tumeenda Rwanda, tumetoka tumeenda Afrika Kusini takriban ni kilomita 3000 inaenda 4000. Watu wameenda kwa basi na kurudi. Tumeenda Rwanda, tumeenda Kongo. Menelewa. Maana yake ni kwamba hii imekuwa ni sehemu ya kutangaza nembo ya klabu ya Yanga. Na kupitia hizi safari tumekuwa tukiweka value pia kwa wadhamini ambao wamekuwa wakija kuwekeza kwetu. Kwa mara kadhaa sana wadhamini ambao wamekuwa kiwekeza. Mfano ile safari tulienda Rwanda, tulitoa thamani kubwa sana kwa wadhamini ambao walijitokeza kwa ajili ya kufanya kazi na sisi. Kwa hiyo mashabiki wetu wamekuwa sehemu kubwa ya sisi kibiashara kutangaza biashara zao na kuvutia wawekezaji mbalimbali kuja kuifadhili klabu yetu. Kwa hiyo shabiki wa Yanga anapaswa kujua kutoka kwake hapa kwenda Malawi kuna faida hizi, kuongeza value ya klabu kimataifa kwa maana kuitangaza klabu kwa maana nembo, kuongeza value ya wale sponsors ambao tunafanya nao kazi ambao watakuwa na sisi. Anaweza kujitokeza sponsor akadhamini mabasi atakayokwenda, ambayo atakayokwenda atakuwa na nembo, ndani kutakuwa na waandishi wa habari, kwa utakuwa unatengeneza thamani ama value ya mdhamini. Lakini pili, tunaenda kuwapa support wachezaji wetu ambao watakuwa uwanjani. Timu yoyote Afrika inayoshiriki ligi ya mabingwa, naomba nirudie, mimi yule ni bingwa, tunapaswa kumheshimu kama bingwa. Silver Striker tunakwenda kucheza kama tunavyocheza na Al Ahly, kama tunavyocheza na Pyramid. Yaani nguvu ile ile tuliotumia kucheza na Mamelodi, Belouizdad, ndio hiyo tutatumia kwa Silver Striker. Sisi hatuna huruma si malezi. Huruma sio malezi. Umemaliza hapo ndugu yangu Priva Abiodi Shayo. Kama ambavyo umepata ujumbe huu mwananchi, huruma sio malezi. Twendeni tukiwa na hasira kubwa, twendeni tukiwa na njaa kuhakikisha tunataka kupata alama 3, kupata ushindi dhidi ya Silver Striker kule nchini Malawi. Mimi ni Alwatan Abdulaziz Kipanduka, mwenzangu ni William Harrison Shemoka. Endelea kufuatilia Yanga TV, video zinazofuata ni bora zaidi. Mpaka wakati mwingine, bye bye.